Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tena niko mbele zenu siku ya leo wapendwa. Nataka tena leo tujifunze neno la Bwana pamoja. Mimi ni Mama Fifi na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa ambao mnaangaliaka video zangu, ambao mnanifataka, Mungu awabariki, Mungu awabariki. Mnaposikiliza hii video, mnapoipata, uipartage, utumie na mwingine mpendwa. Wakati unatumia mtu mwingine, mimi na wewe tutalipa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Niko mbele zenu, nataka leo tujifunze tena neno la Mungu pamoja. Na neno ambalo tunaenda kujifundisha ni kwa ajili ya kutembea na Mungu. Kutembea pamoja na Mungu. Watu wengi sana ambao hawapendi kutembea na Mungu. Watu wengi ambao wanapenda watembee na watu wenzao. Wanapenda watembee na wanadamu wenzao. Kutembea na Mungu ni nini mpendwa? Kumfanya Mungu kwa rafiki yako. Unamfanya Mungu kwa rafiki yako. Unamfanya Mungu akwe rafiki yako. Wakati niko rafiki yako, utapenda tutembee pamoja, utapenda tukule pamoja, utapenda muda na wakati wote tukue pamoja, tuishi pamoja. Na we mtoto wa Mungu, kama unampenda Mungu, utatembea na Mungu. Kama unampenda Mungu, utakuwa na Mungu muda wote, wakati wote, utapenda ukue pamoja na Mungu, mtoto wa Mungu. Haleluya. Tuombe Mungu. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo, ninakuwa mbele zako tena. Niko mahali hapa Bwana, naenda kujifunza neno lako. Tunataka kujifundisha neno lako Mungu. Bwana Yesu, ninaomba uniwezeshe Mungu. Unisaidie Mungu, tena uonekane ndani yangu. Baba, ninataka ninene yaliyo ya kutoka kwako. Utupatie akili na masikio ya kusikia neno lako Bwana. Tunapojifunza neno lako lipate nafasi ndani ya mioyo zetu. Neno lako lipate kutubadilisha Mungu. Tusiwe tu wasikiaji bali tu watendaji wa neno. Mungu tusaidie. Kila mwenye atasikiliza hii video Bwana, umupatie masikio ya kusikia. Akuone wewe Kristo, asinione mimi. Asante Yesu, kwa sababu ninaamini Bwana utawabariki watu wako na wale wote ambao watatuma hii video kwa watu wengine. Mungu ninaamini utawabariki. Asante Yesu. Ninaomba nianze pamoja na wewe na nimalize pamoja na wewe katika jina lako Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Batu ya Mungu, tunaenda kusoma neno, tunaenda kujifundisha maneno ya Mungu, na neno ambalo tunaanza nalo, tunasoma Kutoka 33. Kutoka 33 tusome mstari wa 5. Some mstari wa 5 na wa 6. Haleluya. Tusikie kama inasema nini. Watu wengi ambao wanataka watembee katika mapenzi yao, watu wengi ambao wanapenda watembee katika sheria zao, hawataki kutembea katika sheria za Mungu. Watu wengi hawataki kutembea katika sheria za Mungu, lakini watu wanajiita ni Wakristo, watu wanajiita waenda wa kanisa, wengine wanajiita waimbaji, wengine wanajiita sijui wanani, majina mbalimbali. Siku ya leo hakukwake tena mpagani. Utasikia kila mtu ni Mkristo. Kila mtu ni Mkristo. Mimi niko Mkristo wa kanisa fulani. Mimi niko Mkristo wa kanisa fulani. Mimi niko Mkristo wa kanisa fulani. Utasikia wanaanza kutaja majina ya makanisa kibao mzima. Mungu hajue kanisa lolote. Mungu hajue aseme injo kanisa ya Bakristo, injo kanisa ya watu gani, injo kanisa ya fulani. Hapana, Mungu hajue ile. Biblia inasema kanisa la kweli ni lile ambalo linasaidia mayatima na wajani. Njo kanisa yenye Mungu tu anajua ile. Hata kama mjipange majina fulani, mjipange sinjo watu gani, msipokuwa na kusaidia mayatima na wajani, hilo kanisa Mungu halijui. Ni vizuri kila mmoja ndani ya moyo wake auangalie gisi unatembeaka na Mungu. Unatembeaka na Mungu namna gani? Mungu anapendezwaka na wewe. Mungu anafurahiaka na wewe. Tabia zako Mungu anazipendaka. Mivalio yako Mungu anaipendaka. Masemi yako Mungu anaipendaka. Mpendwa, ni kujiangalia wewe unatembea na Mungu namna gani. Haleluya. Tusome, tusikie Kutoka inatuambia nini. Kutoka 33 mstari wa 5. Haleluya. Bwana alikuwa amemwambia Mose, waambie
Waisraeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Bwana alikuwa amemwambia Mose, aseme Mose, ambia Waisraeli, nyinyi ni watu wenye shingo ngumu. Wanatuambia sisi wa Kristo leo, sisi ni watu wenye shingo ngumu. Ili neno haliko tena kwa Waisraeli bali liko kwa Wakristo. Biblia inasema wewe Mkristo ambaye muamini Yesu Kristo, wewe Mkristo ambaye mkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na uko Mwisraeli. Sijui kama watu wanajuaka hii kitu. Waisraeli ni wale ambao wanakubaliwa na Mungu. Waisraeli ni wale ambao wacha Mungu, wale wachaguliwa na Mungu, ndio Waisraeli. Kama na uko mchaguliwa wa Mungu, kama uko mtoto wa Mungu, kama uko Mkristo ambaye unatembea na Mungu, uko Mwisraeli na wewe. Bwana akasema, Mose ambia Waisraeli ni watu wenye shingo ngumu. We Mkristo mwenzangu, angalia shingo ya, kama hauna shingo ngumu mbele za Mungu. Haleluya. Kama ningefuatana nanyi hata kwa muda mfupi, ningewaangamiza. Aseme kama ningefuatana na nyinyi hata muda mfupi, ningewaangamiza. Mpendwa. Haleluya. Sasa fueni mapambo yenu nami nitaamua nitakalowatendea. Mungu anasema, vueni mapambo zenu nyinyi wa Kristo. Nyie wa mama wa makanisani ambao mnajiita mnaokoka, vueni mapambo zenu. Mungu atajua lile ambalo atakalowatendea. Haleluya. Mungu anasema, vueni mapambo zenu. Vueni hizo mahereni zenye mnavaa. Vueni hizo masheni mnavaa kwenye shingo. Vueni mapete mabikomo mnavaa. Bwana anasema vueni. Mvueni, Mungu atembee pamoja na nyinyi. Mungu ajue lile ambalo atakalowatendea. Uko naangalia siku nyingi, hizi siku ambazo tunaishi, watu wengi ambao hawajibiliwa mahitaji yao. Utaomba siku na masiku, najiuliza kwa nini sijibili wake? Kwa nini mbona mimi ni Mungu hanijui wake? Mbona mimi Mungu mimi namuombaka hanijibi yake? Angalia mpendwa, unatembea na Mungu? Unatembea ndani ya neno la Mungu mpendwa? Unatii neno la Mungu? Jiangalie. Hivyo Waisraeli wakavua mapambo yao katika mlima wa Horebu. Mstari wa 6. Hivyo Waisraeli wakavua mapambo yao yote. Wapendwa, Waisraeli wakavua mapambo yao. We mtu ambaye kuna jito umeokoka, we mtu ambaye kuna jito kwa mtoto wa Mungu, we mtu kuna jito naenda mbinguni, mbona wewe unakataa kuvua mapambo? Mbona uko unakataa kuvua mapambo mpendwa? Kwa nini unakataa kuvua mapambo yako? Na Mungu anasema tuvue mapambo. Bwana Mungu anasema tuvue mapambo yetu. Ajue lile ambalo atakalo tutendea. Kwa nini wewe wanakuambia utoa hii mapambo na kataa? Wanakuambia wewe vua hii mapambo na kataa. Wapendwa, mko na shingo ngumu. Mko na shingo ngumu watu wa Mungu. Haleluya. Muache shingo ngumu, muache shingo ngumu watu ya Mungu. Muache shingo ngumu. Bwana hafurahie hii shingo yenu ngumu. Haleluya. Tuangalie kwanza hapa kwa Ufunuo, tusikie Ufunuo inatuambia nini. Haleluya. Tunasoma neno la Bwana pamoja watu ya Mungu. Haleluya. Ufunuo 3 tutasoma 15. Na yajua matendo yako, ya kwamba wewe si baridi wala si moto. Nasikia mtu wa Mungu. Bwana anajua matendo yako. Wewe si baridi wala si moto. Bwana anajua matendo yako. Hata kama mnaingia kama kanisa mko mnamuita Bwana, hata kama mnaingia mkanisa mko mnaabudu, hata unaingia kanisani uko najifanya kuwa umeokoka, lakini Bwana anajua matendo yako. Mpendwa, Bwana anajua matendo yako. Afadhali ungelikuwa baridi au moto. Aseme Bwana anajua matendo yako. Wewe sio baridi, sio moto. Afadhali Bwana anakuomba, afadhali ungelikuwa moto wala baridi. Ujulikane, tukujue uko mpagani ama uko Mkristo. Ujulikane. Mtu wa Mungu julikana. Bwana anataka ujue kama wewe uko mpagani ama wewe uko Mkristo. Afadhali ujulikane kama uko moto ama uko baridi. Haleluya. Hivyo kwa kuwa uvuguvugu, kwamba wewe si baridi wala si moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Nasikia mtu wa Mungu.
Kwa kuwa wewe sio baridi, sio moto, Bwana atakutapika. Bwana atakutapika utoke ndani ya kinywa chake. Atakutapika mtu wa Mungu. Bwana atakutapika. Haleluya. Hili ni jambo la kutisha wapendwa. Bwana akikutapika utakuwa mgeni wa nani? Mungu akikutapika utakuwa mgeni wa nani mpendwa? Angalia ingine verse hii. Bwana anasema atakutapika. Wewe si moto, wewe si baridi. Atakutapika. Tunasoma Mathayo. Tuangalia hapa kwa Mathayo 15 tutasoma kwa mstari wa 8. Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao. Unasikia hii neno mpendwa? Hii ni Mathayo 15 mstari wa 8. Aseme watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Unasikia? Wakristo leo, watu wengi ndani ya makanisa, nye badada na wamama. Ndaongelea wadada na wamama zaidi, hata kama na wababa nao wako hivyo hivyo. Kwa nini mko mnajifanya kuwa mnaokoka lakini kumbe hamuokoki? Kwa nini mnavaa ngozi ya kondoo kumbe ndani yenu ni mko maumbwa mwito? Kwa nini wapendwa? Mtatapikwa. Kitabu cha Ufunuo kinasema aseme mtatapikwa. Bwana atawatapika, mtoke ndani ya kinywa chake. Utaangalia dimension, unaona watu kabisa banavala, wengine banavala majipe. Atasema ni vana mjipe ya mrefu lakini ni jipe na inamshika mwili. Nguo inamshika mwili. Mkristo mzima uko naimba pale mbele, uko unaruka pale mbele, usavana nguo inakushika. Hata kama ni kanzu inakushika mwili mzima. Unachapikana ngisi uliumbikaka. Kwa nini mko mnajifanya kwa mnamheshimu Mungu kwa mdomo na ndani yenu mko na matendo mabaya? Mko na tabia mbaya, hamtaki kuheshimu neno la Mungu. Hamtaki kuheshimu neno la Mungu. Maandiko yanasema wanawake muvae mavazi ya kuastiri. Mavazi ya kustiri ni mavazi gani wapendwa? Hakuna mtu mwenye atasema mimi sijui hizi maverse. Maverse zote za mavazi ziko. Maverse zote ambazo zinasema wanawake wavale mavazi ya kuastiri iko. Maverse ambayo nasema wanawake wasivae mapambo yote ziko. Kwa nini nani atasema mimi sikujua? Nani atasema sikujua? Nani atasema sikujua? Mchungaji mwingine naye mmoja naye anasema aseme wanawake mko mnavala yenu mapantalo, mko mnavala masuruali. Basi utaenda kutumika kwenye viwanda na magauni mrefu. Mtu anajiita aseme ni mtumishi wa Mungu, anajiita ni mchungaji. Wengine ni watumishi wa shetani, lakini kwa sababu mko vipofu hamko naona. Muna macho haione wapendwa. Unaona mtumishi wa shetani unafikiri ni mtumishi wa Mungu. Unaona mtumishi wa kuzimu ambaye mweko naingizia shetani, kwa naletea shetani watu. Wewe unapomuona unafikiri ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ambaye anajua maandiko hawezi akafundisha neno za vile. Ule mtumishi wa vile hawezi kufundisha maneno za hivyo. Watu ya Mungu, kuniabudu kwao ni bure. Aseme kuniabudu kwao ni bure. Kuabudu yenu yenye mnaenda kaabudu mkanisa dimanche, nyie wadada, nyie mama, ile kuabudu yenu mnaenda kaabudu, Mungu haijui. Mungu haijui mnaenda kaabudu kujifurahisha na kufurahisha mapastere yenu. Mnaenda kufurahisha mapastere yenu. Utakutana waimbaji njoo walishasimama pale kwa madhabahu, biko banaruka, banainama, sijui banafanya binini, banageukia kwa wachungaji, banageukia kwa Wakristo. Wapendwa, Bwana anasema atawatapika. Bwana atawatapika. Mwache kuwa mnamkufuru Mungu. Mwache kuwa mnajidanganya, hamu mdanganye Mungu, mnajidanganya nyinyi wenyewe. Mnakatala kutii neno la Mungu, mnakatala kutembea na Mungu. Mko mnataka mutii sheria zenu, mnataka mutii bapastere yenu. Bapastere wanasema nyewe muvale kisi mnapenda, mufanye kisi yenye mnapenda. Neno la Mungu haiko mnafanya neno la Mungu kuwa ngumu.
Aseme watu wako wanakimbia makanisani, watu wako wanakimbia makanisa, sheria zimekuwa ngumu. Sasa sheria zinakuwa ngumu, ni wewe ndio ulitia sheria. Mwanadamu gani mwalitia sheria isipokuwa ni Mungu? Wewe mchungaji, Mungu akusamehe. Nao mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu tu. Unasikia? Mafundisho zao aseme ni maagizo ya wanadamu. Wanakatala maagizo ya Mungu, wanafuata maagizo ya wanadamu. Nasikia wapendwa. Mnakatala mafundisho ya Mungu, mnafuata maagizo ya wanadamu. Mungu anionyesha huyu mchungaji kwanza. Huyu mchungaji ifomu muone kabisa. Huyu mchungaji huyu, mchungaji wa kuzimu. Huyu dada yetu mwenye alitia hizi verse hapa alifanya vizuri sana. Mungu ambariki. Msikilize kauli ya huyu mchungaji. Suruali ni dhambi. Kuvaa suruali sio dhambi. Vaa. Ukijisikia kuvaa suruali, vaa. Ukijisikia kuvaa gauni refu, vaa. Tuseme amina. Fanya wokovu kuwa mgumu. Unapata kazi kiwandani. Nenda na gauni hilo ukaingia kwenye mashine ya kunyonge. Simbishi wewe. Siku za mvua kama hizi unavaa gauni refu mpaka chini. Unaenda hoja ingia kwenye mtaro ndio utanielewa. Siku za mvua kama hizi unavaa gauni refu mpaka chini. Unaenda wapi? Utavukaje mtaro? Na unajua kwenu ni madimwe.com. Utavukaje? Shika Biblia. Tutende. Unapajua kwenu palivyo. Hata Mungu usiufanye wokovu kuwa mgumu. Yesu anasema nira yangu ni nini? Ni laini. Mzigo wangu ni nini? Mwepesi. Tumewazuia hata watu kuja kwa Mungu kwa sababu ya masharti magumu ndani ya kanisa. Unamsikia wapendwa? Unamsikia huyu mpinga Kristo huyu? Yeye mwenyewe Mungu anakataza, anasema wanawake mvae mavazi ya kujistiri. Yeye anatosha amri. Anasema wanawake mvale masuruali, mvale gisi mnataka. Nyewe wanawake mvale gisi mnataka, msifanye wokovu kuwa mgumu. Unasikia huyu mpinga Kristo huyu? Na wewe kama uko Mkristo mwenyewe unaingia ndani ya kanisa hili, wakati unasikia huyu yuko nafundisha vitu vya hivi, unapiga mikono, unashangilia na kusema amina. Unaposema amina, mtahukumiwa pamoja na mchungaji. Unaposema amina, mpendwa, mtahukumiwa pamoja na mchungaji. Kwa nini useme amina kwa vitu vya kupinga neno la Mungu? Maandiko yanatuambia sema tuvae mavazi ya kujistiri. Mavazi ya kujistiri ni namna gani? Ni masuruali ndio mavazi ya kujistiri? Wakati unavaa suruali, unaenda unachapikana, maumbile yako yote yanachapikana. Gisi Mungu alikuumbaka, unachapikana wewe wote gisi Mungu alikuumbaka. Sasa suruali ni vazi ya kujistiri wapendwa. Msikie huyu mpinga Kristo huyu, mnamsikia mpinga Kristo. Watu ya Mungu, msizani kwamba mpinga Kristo, msifikiri kwamba wapinga Kristo mtawaona wanashika maike, wanazunguka, wanajitaja kwamba hao ni wapinga Kristo. Wapinga Kristo ndio hao wako wanapinga maandiko. Hao ambao wanapinga neno la Mungu ndio wapinga Kristo. Watu ya Mungu, mfanye hange, muwe macho wapendwa. Kama unajua uko ndani ya kanisa la mtu kama huyu, mtu ambaye mko nafundisha vitu vya makufuru kama hivi, toka ndani ya kanisa hili mpendwa. Toka ndani ya kanisa hili, ponya nafsi yako. Maandiko yanasema jiponye nafsi yako mpendwa, jiponye nafsi yako. Watu wengi wako naenda ndani ya makanisa kwa ajili ya kutafuta msaada, kutafuta usaidizi. Nikiwa na shida kanisa nisaidie, nikipata msiba mkanisa nisaidie. Unaenda tu unaingia mkanisa, lakini hauko nafikiria juu ya nafsi yako. Haufikiria mimi nikifariki leo nitaenda wapi? Bandugu wapenzi, niliwaambia kwamba hii channel ya YouTube hii ni channel ambayo ya kujitakasa. Tutafundishana jinsi ya kujitakasa wapendwa. Muache kuwa mnasikiliza watu wapinga Kristo. Muache kuwa mnasikiliza mafundisho ya uongo. Ndugu yangu ambao unanisikia leo, muache kuwa mnasikiliza watumishi wa hivi. Hawa ni maagent wa shetani, maagent wa ibilisi hawa. Msiwasikilize wapendwa, msiwasikilize. Muache kusikiliza maagent wa ibilisi. Yeye ni nani? Huyu ni nani? Yeye ni nani? Mungu anasema wanawake mvae mavazi ya kujistiri. Yeye anasema wanawake mvae masuruali. Yeye ni nani? Kama iko na neema, kama angali mzima, apate neema ya kutubu. Asipotubu atatupwa jehanamu huyu baba huyu.
atatupwa jehanamu. Mungu amsamehe. Asipotubu, Mungu amsamehe. Apate neema, atubu ima kufuru yake. Haleluya. Aseme mko mnakatala maneno ya Mungu, mnafuata mapokezi ya wanadamu, mnafuata mafundisho ya wanadamu. Wapendwa wa Kristo, watu ya Mungu, nyinyi ambao mko mnajiita mko wa Kristo. Kanisa leo hakukwake tena mpagani. Unasikia kila mtu ashaka kwa Mkristo. Kila mtu ni Mkristo. Lakini unapopita ndani ya barabara, unashindwa kutofautisha Mkristo ni upi, mpagani ni upi. Nyinyi wote mivalio ni moja, mapambo ni moja. Sasa nani ndio Mkristo, nani ndio mpagani? Wapendwa watu ya Mungu, pole sana. Bwana tusamehe. Bwana Yesu atuhurumie. Haleluya. Tuangalie tena matendo. Tuangalie hapa kwa Matendo ya Mitume. Aseme kama ukipita, aseme kama uko napita mvua, kuna pita mvua. Sasa mvua inazuia wewe kuvaa nguo yako yenyewe na jisiri. Mvua itakuzuia usitembee. Mvua itazuia mtu asitembee. Wapinga Kristo bashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Bashindwe kabisa. Yesu awashinde. Twende tusome kwa Matendo, kitabu cha Matendo ya Mitume. Hii ni mstari wa 19. Haleluya. Lakini Petro na Yohana wakajibu, amueni ninyi wenyewe iwapo ni haki mbele za Mungu. Mnasikia wapendwa? Amueni nyinyi wenyewe kama ni haki mbele za Mungu kuwatii ninyi kuliko Mungu. Tuwatii nyinyi kuliko Mungu. Wapendwa, wale wachungaji ambao wanafundisha maneno ya uongo ya makufuru, tunawauliza, amueni nyinyi wenyewe tuwatii kuliko kumtii Mungu. Mungu anasema wanawake mvale mavazi ya kujistiri. Wewe mchungaji unasema hapana, wanawake muwe huru, mvae jinsi mnataka. Aseme msifanye wokovu kuwa mgumu. Sasa kama wokovu tusifanye kuwa mgumu, maana hiyo kanisa ni klabu ni nini? Inawezekana hiyo kama kanisa sasa inakuwa maklabu, sio kanisa la Mungu. Lakini kama ni kanisa la Mungu, tunapaswa kutii neno la Mungu. Petro na Yohana wakaambia wale Wayahudi, amueni nyinyi wenyewe kama tuwatii nyinyi. Tuwatii nyinyi kuliko kumtii Mungu. Lakini sisi hatuwezi kuacha kusema yale tuliyoyaona na kuyasikia. Sisi hatuwezi kuacha kuzungumza yale ambayo tuliyoyaona wala yale ambayo tuliyoyasikia. Tutazungumza neno la Mungu la kweli. Hili neno ambalo ndio kweli, hili neno ndio uzima. Amueni nyinyi wenyewe, nyewe wachungaji wa uongo, nyewe wachungaji ambao mko nadanganya watu, nyewe wachungaji ambao mko napeleka watu kuzimu. Amueni nyinyi wenyewe. Tuwatii kuliko kumtii Mungu. Maandiko yanasema wanawake wavae mavazi ya kujistiri. Wewe mchungaji unasema wanawake wavale jinsi wanataka. Unasema muje kanisani jinsi mnataka. Muje na mapambo zenu, muje na masuruali zenu, muje na makeup zenu. Uko napeleka watu kuzimu wewe mchungaji. Mtahukumiwa wachungaji, mtahukumiwa. Mungu awasamehe, Mungu awahurumie kabisa, awahurumie. Msipookoka na kutubu, nyinyi wachungaji. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Samahani wa ndugu zangu, samahani wapendwa. Nilisikia vibaya wakati nilisikia huyu baba yuko nazungumza maneno. Nilisikia vibaya kweli. Shauri nilikuwa nataka wapatia watoto wa Mungu, watu wa Mungu. Wakati ukijikuta huko mkanisa za hivi, kanisa ambazo hawamakie mapambo, kanisa ambazo hawamakie dhambi, toka ndugu yangu. Toka tafuta mahali ambako kwenye wanaabudu Mungu kwa haki na kweli. Tafuta mahali ambako wanahubiri wokovu. Tafuta mahali ambako wanamakia dhambi. Wakufundisha neno la Mungu la kweli la kukupeleka mbinguni mpendwa. Maandiko yanatuambia tokeni katikati yao mjitenge nao. Tokeni kati yao mjitenge nao mpendwa. Chunguza lile kanisa unaingia kandani. Ile kanisa unaingia kandani wanafundisha neno la Mungu la kweli. Wanafundisha kweli ndani ya ile kanisa. Ndugu yangu, wanamakiaka dhambi. Mwayo kanisa mchungaji anamakiaka mapambo, anamakiaka masuruali, anamakiaka madansa za kukata viuno. Chunguza.
Chunguza ndugu yangu, kama unataka kwenda mbinguni chunguza. Maandiko yanatuambia toka katikati yao, jitenge nao. Unapobakia ndani ya kanisa ambalo hawamakie dhambi, ambao hawahubiri dhambi, siku gani utajua neno la Mungu? Siku gani utajua kweli? Mpendwa, soma neno la Mungu. Ili neno la Mungu ndio uzima wetu. Ili neno la Mungu ndio uzima wetu ili. Soma neno la Mungu. Achana na wachungaji watumishi wa shetani. Muachane na watumishi wa shetani, wapendwa. Mutembee pamoja na Mungu, watu wa Mungu. Mungu akaambia Waisraeli, muvueni mapambo yenu, muvue mapambo yenu nitembee pamoja nanyi. Na sisi leo wako natuambia tuvue vitu ile mapambo yetu, tuvue ile mahereni, ile mashenete, ile makeup, ile mafuta za kujimenya, tuvue vyote tutoshe. Bwana tembee pamoja na sisi, wapendwa. Unapokuwa unafanya mamiaka na mamiaka mu Kristo, lakini unaombaka lakini haujibini wake, unaombaka huonake matokeo, jiangalie mpendwa, unatembeaka na Mungu? Maana ya kutembea na Mungu ni nini, mtu wa Mungu? Kutembea na Mungu ni kutii neno lake, ni kutii sheria zake. Kama maandiko yanatuambia, msijipambe na usijipambe mpendwa. Maandiko yanasema, vueni mapambo yenu, tosha vyote, tosha vyote. Mimi nilikuwa mtu wa mapambo sana, wapendwa. Mimi nilikuwa mtu wa mapambo wa ndugu zangu. Nilikuwa mtu wa mapambo sana, wapendwa, nilikuwa mtu wa mapambo sana. Sana sana sana. Lakini Bwana, nilipokutanana na neno la Mungu, nilipokutanana na kweli, nikavua vyote nikatupa. Na wewe ndugu yangu, vua vyote utupe. Vua vyote utupe. Wapendwa, mnaniona? Watu ya Mungu. Mnaona ngisi mimi nilikuwa? Mimi nilikuwa mtu wa mapambo. Msizani niko nazungumuza tu. Msifikiri niko nazungumuza tu kuzungumuza. Mimi sizungumuze tu kuzungumuza, watu wa Mungu. Kama ni kujikrimu, nilijikrimu, kujipamba nilijipamba, kila kitu, mapambo yote ya duniani nilitie, niliweka kwa mwili wangu. Lakini nilipokutanana na neno la Mungu, nilitupa kila kitu. Nilitupa kila kitu na nikaomba toba. Nikatubu, nikamlilia Mungu wangu, nikamwambia Bwana nisamehe. Nisamehe kwa sababu niliyatenda kwa kutokujua. Niliyatenda nisikupata mtu wa kunihubiri kweli. Na we mpendwa, hii kweli ishike leo. Shikilia hii kweli mpendwa, ndugu yangu. Shikilia hii kweli. Shikilia hii kweli ndugu yangu. Neno la Mungu liko hapa ku YouTube. Watumishi wa Mungu wa kweli wako ku YouTube. Ambao wako nafundisha kweli. Wako nafundisha kweli. Sisi mimi wakati nilianza kuingia muokovu ya kweli. Mimi hizi mafundisho, hizi mahubiri za utakatifu zilikuwa haziko. Zilikuwa hazianza kuonekana. Hapa tu COVID, hapa COVID ndio mafundisho za kweli nilianza zisikia sasa ku YouTube. Lakini mimi wakati nilianza kutafuta wokovu, sikukutanana na hizi mafundisho. Sikuzipata. Wewe uko na neema, ndugu yangu. Mimi niliombaka Mungu, nilikuwa namuomba Mungu, mimi nasema Mungu, niambie nini yenyewe naweza kunitenga na upendo wako. Niambie nini ambayo naweza kuacha mimi siingie mbinguni. Nilichukua maombi ya siku 3 mpendwa. Nilikuwa namuuliza Mungu, niambie nini ambayo itanitenga na upendo wako. Katika ndoto Bwana kanionyesha. Bwana alinionyesha katika ndoto. Na wewe mpendwa, kama unajutia, kama unajutia hizi mafundisho ambazo tuko nakufundisha, ingia kifungu kia siku 2, siku 3, umuulize Mungu. Kama unataka kuingia mbinguni, kama hata kifungu mpendwa, umuulize Mungu, ni nini yenye tanitenga na upendo wako? Ni nini yenye taacha mimi napotea mimi? Ni mahali gani ambako siyatengeneza? Mungu atakwambia ndugu yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wewe muulize Mungu, ndugu yangu, kama unataka kwenda mbinguni, muulize Mungu. Muulize Mungu, nioneshe. Mwambie Mungu, Baba nioneshe ile yenye tanitenga na upendo wako. Ile yenye taacha mimi napotea, mimi naenda kuzimu. Umuulize Mungu, atakuonesha. Mutoke ndani ya makanisa za uongo. Mutoke ndani ya makanisa za kutafuta masadaka. Wachungaji wengi wako natafuta ndio masadaka. Wachungaji wengi wako natafuta masadaka. Hawako pale juu kupeleka watu mbinguni. Anafikiri nikizungumza kweli watu watatoka ndani ya kanisa. Nikihubiri kweli watu watapakuka ndani ya kanisa.
Mtu wa Mungu, watu wa Mungu, fanya nguvu zote wapendwa, mufanye nguvu yote wapendwa. Muingie, mutafute kweli, mutafute kweli. Msipotafuta kweli mutapotea. Mutafute kweli, muponye nafsi yenu, mujiponye nafsi yenu. Haleluya. Neno la Bwana mlifanyie kazi wapendwa. Kuja. Kristo anakuja kwa mlangoni, anasema kila mmoja atubu. Kila mtu atubu. Mutubu, mtengeneze maisha yenu. Mujitakase, muoshe mavazi yenu. Muoshe mavazi yenu. Kuosha mavazi ni kutubu. Kutubu ni kutubu mbele ya Mungu. Unatubu vile vyote ambavyo uliishi, ile tabia zote ulikuwa nafanya, zile matabia za mubaya ulikuwa naishi, unatubu na mulilia Mungu. Njoo kuosha mavazi. Bwana anataka tuwe weupe. Mfanye nguvu yote mupate Roho Mtakatifu. Kila mmoja mwenda mbinguni unapaswa fanya nguvu yote upate Roho Mtakatifu. Usipopata Roho Mtakatifu mpendwa, usipokuwa na Roho Mtakatifu, hautaenda fasi. Hautaenda fasi. Roho Mtakatifu ndio atakayanyakua watu. Roho Mtakatifu ndio atanyakua watu. Nyewe wa Kristo ambao mnajaa ndani ya makanisa, bako wanawadanganya, aseme ukiamini na kubatizwa tu Roho Mtakatifu anakuja kwako. Hiyo yote ni bongo, bako wanawadanganya. Kusudi muendelee kubaki ndani muendelee kubaki ndani ya ujinga. Ni uongo wako na wadanganya wapendwa. Basi watu ya Mungu, Mungu awabariki. Tutakutana tena siku nyingine. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninaombea watu wako na watia mikononi mwako. Ninaomba Mungu wangu uwabariki watu wako ambao watakaposikiliza hii video. Uwabariki Yesu Kristo, wapatie masikio kulisikia neno lako. Wakuone Bwana, wasinione mimi. Bariki kila ambaye atakayeshare hii video Bwana. Bariki mahitaji yao Mungu, wasaidie. Kila mmoja ambaye atakayekuhitaji Bwana, akujue kwa haki na kwa kweli. Ujitukuze kwake, akuone Mungu. Asante kwa sababu ninaamini Bwana, watu wako tawabariki, watu wako tawasaidia, watu wako tawafungula. Bwana, wafungule akili za ndani na za nje, wapate kukutambua wewe Mungu wa mbinguni. Asante Yesu, ninaomba na kuamini katika utukufu wako Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tutakutana tena siku nyingine wapendwa. Mungu awabariki.